hii sote tunafahamu kwamba vilio na simanzi imeweza kutawala nchini Kenya kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa taifa hilo. Tunamzungumzia Raila Amolo Odinga. Sote tunafahamu kwamba lakini pia Odinga shaikuwa kiongozi mkuu wa upinzani wa taifa hilo katika chaguzi mbalimbali ambazo zimeweza kupita nchini Kenya miaka ya nyuma. Bwana, mwili wake umeweza kuwasili leo katika jiji la Nairobi ukitokea India, ambapo uliweza kubebwa na ndege aina ya KQ-203 ambapo imeweza kutoka Mumbai. Ilikuwa saa 8:40. Hii nafikiri ilikuwa usiku mnene, na imeweza kufika saa 12:25 nchini Kenya, ambapo ndege hii ambayo imeweza kubeba mwili wa Raila Odinga kutoka Mumbai mpaka Nairobi nchini Kenya imeweza kuweka rekodi ya kuwa ndege ambayo imetrakiwa na watu wengi zaidi siku ya leo, ambapo imeweza kutrakiwa na watu 780. Hii imeweza kuwa tracked namba 1 dunia nzima na imeweza kuweka rekodi. Bwana, mara tu baada ya mwili huo kuweza kupokelewa nchini Kenya, taratibu mbalimbali za maombolezo pamoja na mazishi zimeweza kupangwa, na sote tunafahamu kwamba mwili huo utaweza kuzikwa tarehe 19 mwezi huu Oktoba mwaka 2025, ambapo itakuwa ni Jumapili. Na kulingana na wosia ambao umeweza kuwekwa na yeye mwenyewe Raila Odinga kabla hajafa, aliweza kusema kwamba mwili wake uweze kuzikwa ndani ya saa 72 mara tu baada ya kifo chake. Bwana, taratibu za mazishi zinaendelea na mwili huo umeweza kupokelewa kiheshima katika taifa hilo la Kenya, na watu wengi wamekuwa wakikusanyika katika uwanja wa taifa nchi hiyo kwa ajili ya maombolezo ya Raila Odinga. Bwana, hii ni Memorata TV, uko na mimi msanuaji wako wa nguvu naitwa Tino la Diva.